inapigwa mkwaju imekwenda gongo mtambao panya kutatatatack kwa Faisal imekula chuma. Hivi unafahamu kama Mzizima Dabi ni moja ya michezo inayozalisha mabao mengi licha ya ugumu na presha kubwa ndani ya dakika 90? Tangu kuanza kwa msimu wa 2020 ndani ya ligi kuu ya NBC, dabi hii imezalisha mabao yasiyopungua 27, huku mchezo huo ukiwa na ladha ya kipekee na kusisimua kwa kila upande. Licha ya ukali na ushindani wake, dabi hii haijawahi kukosa burudani, iwe ni mabao ya mapema mara tu baada ya filimbi ya kwanza au yale ya dakika za jioni kama asemavyo Pascal Kabumbe. Mzizima Dabi imekuwa jukwaa la mashujaa, wachezaji wanaosimama wakati wa maamuzi na kubadilisha historia ya mchezo ndani ya sekunde chache. Yapata Februari 7 ya msimu wa mwaka 2020-2021 kwenye dimba la Benjamin Mkapa ilipata kushuhudia moja ya burudani iliyosisimua hisia za mashabiki wa kabumbu kwa maamuzi ya ukatili na roho mbaya yaliyofanywa na mtoto wa kuitwa Luis Jose Miquissone kutoka Msumbiji. Hii ilikuwa kwenye mchezo wa Mzizima Dabi ambao baada ya heka za kutosha kwa mchezo huu kwa onyesho la hadhi ya nyota 5, jambo lililoamua sare ya mabao 2-2. Luis Jose Miquissone, oh yes, anazima umeme Idinardo mama we asalala Idi Selemani Idinardo weka cross ndani, Ayub anachukua mali ile, Luis Jose Miquissone baba. Ndani ya mchezo wa marudiano, yaani duru la pili la msimu huo uliopigwa Julai 15 ya mwaka 2021, haukutuacha kinyonge kwa kile ambacho Azam FC ilikionyesha kwa kutangulia kwa bao la mapema kupitia mtaalamu Idi Nado aliyetanguliza timu yake kifua mbele kwa bao kali alilopachika ndani ya dakika 42 ya mchezo, lakini matokeo yalikwisha kwa sare ya bao 1-1 baada ya kazi nzuri ya Terminator Medi Kagere. Anajaribu kuweka ndani, Wilbur anacheza MK14. Adua magoli kipa. Januari ya msimu wa mwaka 2022, Pape Osman Sako akiwa na uzi wa jezi ya Simba Sports Club akajivika mabomu aina ya C4 na kuingia vitani dhidi ya Azam FC na kufanya ukatili wa maamuzi ya mchezo huu kwa kuipa Simba ushindi wa bao 2-1 na kuacha simanzi kwa matajiri hao wa Chamazi. Mei 18 mwaka 2022, mchezo wa pili, mabao ya Rogers Kola kwa upande wa timu ya Azam FC na John Boko kwa upande wa Simba Sports Club yakatosha kuamua sare ya mchezo huo uliokuwa na hamu na shauku kubwa ya kuona timu hizi zikifungana tena kwa kugawana alama. Tarehe 27 ya mwezi wa 10 mwaka 2023, tabasamu la muuaji anayecheka Prince Mpumelelo Dube likapeleka simanzi kwa wana wa Msimbazi, kwani ni miongoni mwa wataalamu waliowahi kuiamua mechi ya Mzizima Dabi kwa kufunga bao pekee la mchezo kwa umakini mkubwa na kuipa alama 3 Azam FC na kuiteketeza kambi ya wana Simba Sports Club. Rekodi za kustajabisha zimewahi kuipenda na kuipendelea Azam FC ndani ya michezo hii, kwani timu iliyowahi kufunga magoli ya dakika ya kwanza ya mchezo ikiwa ni jambo la kushangaza ndani ya dabi hii. Amuzi sasa akianzisha zile club shots la awalani. Haya, Prince Dube Sangofo mapema sana hii. Hii ilikuwa ni mechi iliyokuja kuamuliwa na cross ya Shabalala iliyopelekea goli la kujifunga kwa Abdallah Kheri Sebo na timu zote kuondoka na alama 1. Ahmed Hussein jaribu kuweka cross ndani huko. Kiburani sana. Ajil watu واحد يسجل جول في نادي سيمبا سبورتس كلوب في المباراة اليوم.
Mwamba wa Lusaka pia naye amewahi kutoa hatma ya mchezo huu kwa goli la dakika za lala salama pindi ambapo mambo yaliwazidi Simba Sports Club kwa bao la mapema la Azam FC. Mei 9 ya mwaka 2024, bao la Duchu likatosha kuamua ushindi wa magoli 3 kwa nunge, huku mengine ya Sadio Kanut pamoja na Fabrice Luamba Ngoma yakiipa alama 3 Simba Sports Club. Ndivyo hivyo, Septemba 26, Luamba Ngoma aliweza kufunga bao la mwisho la mchezo. Pasi ya dhahabu kutoka kwa mtaalamu Faisal Salum bado imeweka kumbukumbu mbaya kwa mashabiki wa Simba Sports Club kila wakikumbuka Mzizima Dabi iliyopigwa Februari 24 ya mwaka 2025, kisha Zidane Sereli akaamua hatma ya mchezo huo ambao Simba Sports Club walishaamini kuwa wanaondoka na ushindi. Wanaiweka kati mechi ya dabi ya Mzizima. Zinedine Zidane Zizu, huyu ni kama mrithi wake kwa hiki ambacho amekifanya. Ni bao la kusawazisha, bao la pili. Amepita katikati wakati ambao Kamara anajaribu kugusa mpira, aliukosa na Zidane. Idi Nado, nyota aliyeweka mkuki jeraha la mnyama Simba Sports Club na kuamua mchezo wa dabi iliyopigwa Disemba 7 ya mwaka 2025 pale Benjamin Mkapa, huku Jefte Kitambala bora akionyesha makali yake. Nasr Saadun weka Jefte! Bola Kitambala! Finally he scores! Nasr Saadun anakata pale, Idi Nado! Afanalek! Mnyama Simba na kufa! Tena kifo kibaya! Hii ndiyo Mzizima Dabi, si mechi tu bali ni mtihani wa ukubwa. Imeandikwa na mguu wa dhahabu Sharifu Bayona na kusimuliwa nami Ruqayya binti Wambugita.